rafiki yako hataweza kushiriki maumivu na mateso yako moja kwa moja, na mpendwa wako hawezi kukuondolea maumivu ya kimwili. Lakini mtu wa karibu sana na wewe hata lala usiku kwa niaba yako. Kwa hiyo jihudumie mwenyewe, jilinde mwenyewe, jidekeze mwenyewe, jilee mwenyewe, na usiape matukio ya maisha thamani zaidi ya yale ambayo yanastahiki. Nafahamu kwamba ukiharibikiwa hakuna atakaye kutengeneza isipokuwa wewe mwenyewe, na ukishindwa na ukaanguka hakuna atakayeusimamisha, na hakuna atakayekupa ushindi zaidi ya azma yako wewe mwenyewe. Uwezo wako wa kusimama tena na kuendelea ni jukumu lako wewe mwenyewe. Usitafute thamani yako katika macho ya watu. Tafuta thamani yako katika dhamira yako ya ndani. Ikiwa dhamiri yako ina amani, utapanda juu. Lakini ukiwa unajua ukweli wako wewe mwenyewe, maneno ya watu hayatakuumiza. Huzuni huondoka kwa sijida moja tu ya kumsujudia Allah subhanahu wa ta'ala. Furaha huja kwa dua na kumlilia Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbuka, Allah hasahau wema uliowafanyia wengine, wala Allah hasahau maumivu uliowapunguzia watu wengine, wala Allah hasahau jicho liliokuwa karibu kulia kutokana na machungu ukalifanya jicho lile litabasamu. Usibebe mizigo ya dunia, hiyo ni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Usibebe wasiwasi wa riziki, kwa sababu riziki inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Usibebe hofu ya kesho, kwa sababu hofu ya kesho iko mikononi mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Beba jambo moja tu, jinsi gani ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ukijipendekeza kwa Mwenyezi Mungu na ukamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye atakupenda, atakutosheleza na atakutajirisha. Usilie kwa maisha yaliyokuliza, bali sema tu, ewe Allah, nilipie kwa wema katika dunia hii na kesho akhera. Assalamu alaikum. Accent.